character hivi ukizitazama zinakufanya ukiwa na gari lazima uwe na buti kwa sababu ya matope ya hapa na pale. La sivyo utajikuta unanunua viatu kila siku. Lakini ni maeneo ambayo ni tulivu, kuna watu wakarimu, kuna watu wazuri, kuna watu ambao wanajua nini ambacho wanakifanya. Kwa hiyo tumepokelewa vizuri. Kama ilivyo watu wa upendo, kiukweli tumekuwa tukiona upendo wenyewe, tafsiri ya upendo kabisa. Lakini kwa mtazamaji ambaye anatazama, nimwambie tu kwamba tuko katika eneo hili la upendo, na eneo la upendo lina maeneo madogo mengi, lakini hapa ni eneo la Ebeneza kabisa. Na tayari watu wapo hapa wengi, watu lukuki wako hapa na kwa ajili ya tu ibada kwa kuhakikisha kwamba wanaumega mkate na ndio la kitume tuweze kupata kuwa na nguvu ya roho. Lakini pia sisi tunakaribishwa hapa na wenyeji. Jikaribishe wenyewe, tutakuwa tumekosea sana. Tuko na askofu mwenyeji. Na naomba tukikuweka katikati hivi mwenyeji. Labda ajitambulishe pia. Bwana Yesu asifiwe mtumishi wa Mungu. Amina. Wewe unaitwa askofu nani? Naitwa Askofu Julian Kazizi. Okay. Nachunga zoni ya Nyaishoziei ambapo siku ya leo ibada ya live imefanyikia hapa kwenye zoni yangu ya Nyaishoziei. Labda kwa upande wako kupokea timu hii ya Efata TV kuja kufanya ibada hii live, nyinyi kama eneo la upendo mmeipokeaje hii? Kwa kweli tumeipokea vizuri. Sisi kama upendo tumejisikia faraja sana kwa maana leo tuko live. Tulikuwa tunatarajia au tulikuwa tunatamani siku moja tuwe na ibada ya live sisi kama upendo, na leo imetokea. Kwa mioyo yetu inayo furaha kabisa. Washirika wamejiandaa, wanao moyo wa kuchangamka kwa ajili ya kupokea ibada ya zoni kupitia live. Kwa upande wa nyinyi watu wa upendo, kile ambacho mngependa kuwaambia watazamaji wanaotazama kutokea maeneo mbalimbali hapa Tanzania, lakini pia wengine wako nje ya mipaka ya Tanzania, mabara tofauti wageni, mnawakaribisha kwa kuwaambiaje? Sisi kama watu wa Efata kupitia eneo la upendo, tunawaambia watazamaji au watu ambao wako nje na upendo wajoini pamoja nasi kuabudu ibada ya zoni au ibada ya nyumba kwa nyumba. Kwa maana hii ibada kama inavyotambulika kwamba ni ibada ya zoni au nyumba kwa nyumba, ni ibada ambayo inamfikia kila mtu. Kwa hiyo tunawakaribisha wajoini pamoja nasi, waungane pamoja nasi, wasikilize neno la leo kwa habari ya ibada ya nyumba kwa nyumba. Maana hii ibada inamfaa au ni muhimu kwa kila mtu ambaye ameokoka au hajaokoka bado. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote. Ibada zetu hazichagui watu walika zote, dini zote, kabila zote, tunawakaribisha. Mtu ajipange kwamba atakutana na nini leo kwenye ibada ya zoni. Wakati anakuja pamoja nasi hiki ni leo mtu atakavyokuja sivyo atakavyorudi, kwa sababu ibada yoyote mtu anapokuja ibadani lazima ajiandae katika moyo ili aweze kupokea. Kwa mimi namwambia ibada ya leo atakutana na haja ya moyo wake. Vile alivyokuja sivyo atakavyorudi, maana ibada leo inaenda kumbadilisha mtu mmoja ambaye ndio huyo anayeongea naye huyo mtazamaji. Kwa hiyo aamini ya kwamba leo kuna kitu cha tofauti katika ibada hii ambacho ataenda kukutana nacho. Kwa watu ambao wanakuja hapa kwa maeneo ya jirani, labda uwaelekeze eneo hili linaitwaje na wanaweza kufikaje hapa ambapo sisi tupo hapa na tunaenjoy ibada tayari ikiwa inaanza hapo? Ibada mahali hapa panaitwa Nyaishoziei, ni Tegeta Nyaishoziei. Mtu anayetokea labda maeneo ya Tegeta, Mwenge, Afrikana, anapanda magari ya Bunju, anashukia kituo kinaitwa Nyaishoziei. Wanaotoka pia Bagamoyo, Bunju, Basiaya vile wanapanda magari yanayoenda labda Mwenge, wanashukia kituo hicho Nyaishoziei. Wakifika hapo kituoni Nyaishoziei, wanashuka hapo upande wa kulia kuna ukuta mkubwa wa rangi ya njano. Unashuka na hiyo barabara mpaka sehemu utakutana na kibao cha shule kimeandikwa Ave Maria Daycare. Ukifika kwenye hicho kibao kimeandikwa Ave Maria Daycare, unapiga kulia. Taratibu kabisa unanyosha mbele kabisa.
alafu mbele kabisa kutana na kibao kingine hicho kimeandikwa daycare. Yaani unanyoosha, usipige kulia wala kushoto. Unanyoosha mpaka hapo kwenye hicho kibao cha daycare. Ukinyosha mpaka mwishoni kabisa utaona kuna watu wengi wamekaa hapo. Ni karibu na bwawa kabisa, ibada iko live. Kwa utaona kabisa watu wako hapo tayari kwa ibada, utajumuika nao. Karibuni sana. Wow, Irene, kama kuna ulichosalia hapa kabla tujamruhusu askofu aingie kwenye ibada. Okay, mimi ninachoambia tu wale ambao wanatutazama, basi usisahau kujifungamanisha na ibada ya matoleo ambayo yanafanya kazi bado. Unaweza ukaweka sasa hivi, unaweza ukaweka baada ya kumaliza ibada ya zote. Hakikisha unaweka matoleo yako kupitia makapu ambayo nakwenda kukutajia. La kwanza nilipa namba ya Mix 897312. La pili nambari ya simu ya Airtel Money 0689616846. Aliyekwisha kunawa haambiwi mega ule. Chakula kiko tayari, wewe kujiunga na sisi kula hapa eneo la upendo. Na sisi hapa tusiwe na maneno mengi sana. Ibada tayari inatoa harufu yake njema. Karibu na sisi tuweze kuingia ibadani hapa. Twende askofu, tunashukuru sana. Amina, amina. Haleluya, 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 haleluya kwa Bwana. Oh Yesu alishinda kalimba, tuokolewe. Haleluya, 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 amen. Shangilie Bwana. Haleluya. Yesu alishinda kifo na mauti. Haleluya. Yesu alishinda kifo na mauti. Kwa kutambua hilo, nenda mbele za Bwana, mshukuru Mungu. Mwambie Baba, ninakushukuru kwa kushinda kwako kifo na mauti, familia yangu iko salama. Haleluya. Sema, Baba wa mbinguni, ninasogea mbele zako kwa kujua siri hii ya ushindi wako Bwana. Nipo salama na familia yangu. Na siku ya leo Bwana, kwa ufunuo uliomfunulia Josephat Mwingira kwa habari ya ibada ya zoni ambao wewe Mungu unaponya familia zetu, ninakushukuru Baba, nipo salama. Ninakushukuru Baba, nipo salama. Mimi na nyumba yangu nipo salama. Hebu nenda kamshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunasogea mbele zako jioni ya leo. Tunaliinua jina lako na kulitukuza Baba. Tunasema asante kwa uweza na nguvu zako. Tunasema asante kwa upendo wako Bwana. Tunasema asante kwa mamlaka yako Bwana. Jinsi unavyotupenda na kutulinda. Jinsi unavyotutuza Mungu mwenye nguvu. Jinsi unavyotupigania Bwana. Ribosha ntarababaya ntarabasia. Bwana, tunakuinua, tunakutukuza. Asante kwa wanaefuata duniani kote. Asante kwa wanaefuata eneo la upendo. Asante kwa wanaefuata Mungu wengu na Baba yangu. Ribosha ntarababayanta. Rianduri masia mayanta. Riabosa kaya bayanta ribosa yanta. Tupo salama Baba na familia zetu. Tupo salama Baba na nyumba zetu. Tupo salama Mungu mwenye nguvu. Ribosha ntarabayanta. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba. Pokea sifa na utukufu. Ribosha ntanemasaya. Katika jina la Yesu anasuluhu hai. Asante mfalme amani. Pokea sifa Bwana wa mabwana. Pokea sifa Mwokozi Yesu. Pokea sifa Bwana wa mabwana. Pokea sifa Mwokozi Yesu. Pokea sifa Bwana wa mabwana. Pokea sifa Mwokozi Yesu. Unayeweza, pokea sifa Bwana wa mabwana. Pokea sifa Mwokozi. Baba wa mbinguni, pokea sifa Bwana wa mabwana. Pokea sifa Mwokozi Yesu. Oh haleluya, pokea sifa
Bwana wa mabwana, pokea sifa Mwokozi Yesu. Pokea sifa Bwana wa mabwana, pokea sifa Mwokozi Yesu. Pokea sifa Bwana wa mabwana, pokea sifa uko mahali hapa. Pokea sifa Bwana wa mabwana, haleluya. Pokea sifa Mwokozi Yesu, unatupenda. Pokea sifa Bwana wa mabwana, pokea sifa Babu natulinda. Pokea sifa Bwana wa mabwana, haleluya. Pokea sifa Mwokozi Yesu, mfalume wewe. Pokea sifa Bwana wa mabwana, pokea sifa Mwokozi. Tumekuona. Pokea sifa Bwana wa mabwana, haleluya. Pokea sifa Mwokozi Yesu, Bwana wetu. Pokea sifa Bwana wa mabwana, pokea sifa Mwokozi Yesu, haleluya. Shangilie Bwana, haleluya. Watumishi wako tuko mbele zako Baba, watumishi wako tuko mbele zako Baba, hapo kwa mafuta wako tuko mbele zako Baba. Baba angalia Baba, 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 Baba angalia Baba. Wachungaji wako, maaskofu wako, kamati zako, wewe angalia Baba, Mungu mwenye nguvu. Baba angalia Baba, Baba angalia Baba, angalia Baba, wewe angalia Baba. Baba tazama watu wako, tumekuja mbele zako, tumekuja na familia. Wewe Mungu mwenye nguvu, wewe Mungu nayeponya, wewe Mungu nayeokoa. Baba tumekuja kwako Baba, tembea ukiponya Baba, tembea ukiokoa Baba, tembea ukisamehe Baba, tuko mbele zako Baba, tunakuinua. Angalia wachungaji, jinsi walivyopendeza Baba, angalia wanaifuata, jinsi wanavyokupenda Baba, tuko mbele zako, tunakuinua, tuko mbele zako Baba, tunakuinua Baba, hatuna mwingine Baba, tuko mbele zako Baba, tunainama kwako Baba, tunashuka kwako Baba, tuhurumie wewe Baba, tunanyenyekea. Yesu angalia, Yesu
Yesu angalia, Yesu. Hebu peleka moyo wako kwa Bwana. Rabu kushantari mama ya ndiri bukusia. Ria baba ya nduru bukusaya bayanteri masaya. Ripu kushiki ya bapa ya nduri mama. Ria ndiri bubusa ya nteri masaka ya bayanteri masaya. Baba, tunanyenyekea mbele zako jioni ya leo Bwana. Tunajinyenyekesha katika kiti chako cha rehema Bwana. Tunajitiisha chini ya kiti chako cha rehema Bwana. Wana upendo tunasogea mbele zako Yehova Shama, Jehova Jire, Jehova Nisi Bwana. Samehe uovu wetu, samehe makosa yetu Bwana. Samehe matendo yetu, samehe kuwaza kwetu Bwana. Tunajinyenyekesha mbele ya damu yako Yesu Kristo. Ribobosha ntara baba yantere masaka. Ribobosa yantere masaya rababu shikiri po yandere masaka. Riyandere mama yantere masaka ya baba yanta. Shandurubobosa ya mayantere masiha. Baba, tunanyenyekea mbele zako. Tunajitiisha mbele ya uwepo wako. Tunaomba kibali mbele zako Mungu. Tunaomba tulidhie watoto wako Bwana. Wacha ile damu yako ipite jioni ya leo. Wacha ile damu yako ipite kutusafisha na kututakasa. Wacha ile damu yako itakase maisha yetu. Wacha ile damu yako itakase maisha yetu. Karababa shantari masaka. Ribobo shenteri masia. Lima mayanteri masaya. Ora baba yanteri masaya. Sante mfalme mama. Mnyunyizi wangu wakati wa ukame, huachi ninyauke nakupenda. Mnyunyizi maji wakati wa ukame, huachi ninyauke nakupenda. Baba, nakupenda, nakupenda. Ora Masaya, nakupenda. Mnyunyizi wangu, nakupenda. Baba, nakupenda, nakupenda. Ora mashante limasi. Nakupenda. Mnyunyizi wangu, nakupenda. Yesu, mimi nakupenda, nakupenda. Ora masi. Nakupenda. Mnyunyizi wangu, nakupenda. Baba, ninakupenda, nakupenda. Haleluya Bwana. Nakupenda. Mnyunyizi wangu, nakupenda. Yesu, mimi nakupenda, nakupenda. Nakupenda. Mnyunyizi wangu, nakupenda. Hebu nenda kamwambie Mungu wako kuwa yeye ndio kila kitu kwako.
Bila yeye wewe una chochote. Mwambie Bwana, niko mbele zako, wewe ndio kila kitu kwangu. Pasipo wewe mimi siwezi neno lolote. Ora mama shanta ribubusa yante masaka. Ripoposa ya payante. Ripoko shanta rababosa yante mama yanta. Riniribosi ya mayante ribose kerebobose ke. Ripoposha terebosi kiribosa yante ribosika. Baba, wewe kwangu ni kila kitu. Oh, rabo shanteri masi. Ribosa ya mayanteri masi. Ni wewe Bwana. Yesu ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Yesu ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Yesu ni wewe. Wewe Mungu wetu. Ni wewe Bwana. Yesu ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Yesu ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, unatupenda. Ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe Bwana. Yesu ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe Bwana. Yesu ni wewe, ni kila kitu kwangu mimi. Ni wewe Bwana. Yesu ni wewe. Kwenye nyumba zetu Baba, ni wewe Bwana. Yesu ni wewe. Hakuna mwingine Baba, ni wewe Bwana. Yesu ni wewe. Penzi wangu wa roho, ni wewe Bwana. Yesu ni wewe. Kimbilio langu ni wewe Bwana. Yesu ni wewe. Fariji wangu Bwana, ni wewe Bwana. Yesu ni wewe Bwana. Hebu nenda kamwazimishe Bwana. Mwambie Bwana, ni wewe unastahili kuinuliwa. Katika wazuri duniani hakuna mzuri kama wewe. Katika wenye nguvu hakuna mwenye nguvu kama wewe. Katika wafalme hakuna mfalme kama wewe. Oh, rabobo shantara bayanta. Katika wanyama wewe ni simba wa Yuda. Katika maji wewe ni mito ya uzima. Ripo shakaya bayanta. Katika mawe wewe ni mwamba imara. Ripopose kea bayante rimase. Ripayande rimayanta. Riposa ya bayanti rimasia. Rabobo shantara rabobo sayanta. Riandurubo sayante rimasaya. Ni wewe Bwana unayestahili kuinuliwa. Ni wewe Bwana unayestahili kupewa sifa. Ni wewe Bwana unayestahili kuinuliwa. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakuinua. Asante mfalme amani. Mshangilie Bwana Yesu. Mshangilie Bwana. Mshangilie Bwana. Haleluya. Hebu mwambie mpenzi wako Roho Mtakatifu, niko na wewe hapa. Najitambulisha, naomba uwe na mimi. Najua pasipo Roho Mtakatifu hatuwezi chochote. Mwambie niko hapa na kuhitaji wewe uwe na mimi. Twende mbele za Bwana. Rama shandu ribu kusaka. Penzi wangu Roho Mtakatifu, wewe ulio kiongozi wangu, wewe ulio kila kitu kwangu, wewe unayenielekeza usiku na mchana, wewe unayenifundisha mimi ambaye sijui chochote, maana pasipo wewe mimi sijui chochote. Karibu mpenzi wangu Roho Mtakatifu. Karibu jioni ya leo mahali hapa. Rikarababa shanta limasaka. Riandurubu kushikiria basaya. Riandiri mama yantere masia. Rikorobo kushantere masaya. Shangilie Bwana Yesu. Shangilie Bwana. Basi saa hii tunaenda kuinua uongozi ndani ya Ifata. Akiwepo baba yetu mtume na nabii pamoja na mama Eliakunda, wakifuatia mitume
wakifuatia wachungaji wa maeneo makubwa. Kulingana na muda tunainua uongozi wote, lakini tukianza mbeba kusudi, sema Baba wa mbinguni, kwa umoja wetu tunasogea mbele zako, tukiinua mikono mbele zako, tukimleta baba yetu Josephat pamoja na mama Eliakunda na muhimili wake ulio chini yake. Tunaomba Bwana, jioni ya leo hii ni siku ya ibada ya familia. Tunaomba kumbuke familia zao, tunaomba kumbuke nyumba zao, tunaomba kumbuke utumishi wao. Tunawasogeza mbele zako, wakiwepo mitume, wakiwepo wachungaji wa maeneo makubwa, wakiwepo maaskofu na uongozi wote ndani ya Efata. Tunawaleta mikononi mwako. Tunaomba watie nguvu, wape kusimama kuliko nafasi yao, katika jina la Yesu. Hebu nenda mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, tunainua mbele zako baba yetu mtume na nabii pamoja na mama Eliakunda, tukileta na muhimili ulioko chini yake, wakiwepo mitume, wakiwepo wachungaji wa mikoa, wakiwepo machungaji wa maeneo makubwa na madogo, wakiwepo Bwana maaskofu, wakiwepo Baba na uongozi wote ndani ya kanisa la Efata. Tunawasogeza mbele zako Bwana. Tunaomba ile neema yako izidio neema zote. Baba, watie nguvu, Baba wapake mafuta yako. Siku ya leo ni siku ya ibada ya familia. Baba, kumbuka familia zao, kumbuka nyumba zao, ponya familia zao, ponya nyumba zao. Shandarabobosa yanta rikarababa yanto limasia lianiri mama yante ni masaya. Shangilie Bwana Yesu, shangilie Bwana Yesu. Haleluya. Efata, Mungu ametujalia neema ya pekee, ametujalia kwa wingi sana. Hebu libebe kanisa la Efata popote lilipo. Mungu azidi kulipigania katika familia zao, asiwepo hata moja mwana Efata. Huu ni ufunuo jamani, kwa ibada ya Jumanne ni ufunuo ambayo Yesu alisema na mtumishi wa Mungu Josephat Mwingira. Hakuna sehemu zingine wanatambua siri hii. Iko siri katika ibada ya Jumanne. Mungu anatembelea sana familia zetu. Basi tuinue mbele za Bwana kwa wingi wetu wanaefata duniani kote. Siku ya leo na majira haya, Mungu atembea kiponya familia za wanaefata. Twende mbele za Bwana. Baba yetu na Mungu wetu, kulingana na neema na kibali ambacho umetupa wanaefata katika siku ya leo ya Jumanne, ni siku ya ibada ya familia, na ni siku ambayo Bwana unatembelea familia zetu. Baba, kwa wanaefata duniani kote, popote pale walipo, iwe ni Tanzania au nchi ya Tanzania, kwa majira haya na muda huu, Baba tunakuomba, kumbuka familia zao, ponya familia za wanaefata duniani kote, gusa familia za wanaefata, ponya nyumba za wanaefata. Tunainua mikononi mwako, tunaomba neema yako na kibali chako. Karabo shantarabayanta rikurubobose ya mayanta limasia rianderi masaka ya bayanta liya mama ya nduribosi kilibosa, katika jina la Yesu Nazareti hai. Shangilie Bwana Yesu, shangilie Bwana Yesu. Hakuna kama wewe, hakuna Baba, hakuna kama wewe, kuna kama wewe Baba. Oh, hakuna kama wewe, hakuna Mungu wa Efata. Baba, hakuna kama wewe, oh, hakuna unaiponya. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama Yesu, hakuna kama Baba, hakuna kama wewe, hakuna. Piga makofi, mshangilie Bwana Yesu, maana yeye ndiye aliyetuwezesha kufika mahali hapa. Mshangilie Bwana Yesu kwa sababu yuko pamoja na sisi. Mshangilie kwa sababu upendo hajaiacha. Mshangilie kwa sababu upendo iko mikononi mwake. Mshangilie Bwana Yesu maana anastahili. Mshangilie Bwana Yesu maana Yesu ni mzuri. Mshangilie Bwana Yesu maana ana nguvu. Asante Bwana Yesu kwa sababu wewe ni mwema. Amen. Tukae. Tunakaribisha mwenye ushuhuda. Karibu mwenye ushuhuda.
Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hongera mtumishi wa Mungu. Mungu amekujalia ushuhuda. Haleluya. Amina. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa majina naitwa Tomasi Jeremias Kadinde. Kwanza namshukuru Mungu kufika mahali hapa. Namshukuru Mungu kwa ajili yenu. Lakini kikubwa zaidi ambacho kimekuwa cha ajabu kwenye maisha yangu, namshukuru Mungu kwa kufikia hatua ya kufunga ndoa. Hatua hiyo ilitimia tarehe 11 ya mwezi huu. Namshukuru Mungu sana. Mwanaefata, naomba tu nikutie moyo kwa sababu kwangu hili limekuwa ni jambo la ajabu sana na mpaka sasa hivi sijalizoea. Unajua najikuta kama ni mwenzangu tu amelifanya, sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nikiangalia kwenye familia yangu mimi kuwa na mke, eti leo na mimi nina mke na nimefunga ndoa yenye utukufu wa aina ile. Kwangu imekuwa ni ajabu kwa sababu kuna siku Apostle aliwahi kutangaza kwamba katika ndoa yake hakuwahi kutoa mchango. Nilifikiria nikaona ni jambo la ajabu yeye mwenye harusi kutoa mchango. Sikuelewa imetokeaje, lakini kwangu ndivyo ilivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivyo kwa sababu ilifikia hatua nikaona sielewi. Nikamwambia Mungu, hili jambo limeshindikana, naomba niachane nalo. Alitokea katika ulimwengu wa roho, sijui ni nani, lakini aliniambia ikiwa mimi ndiye niliyelianzisha hilo jambo, basi mimi ndiye nitakayelimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tu nikutie moyo kwa ajili hiyo. Niko na mke wangu anaitwa Glory Huseni. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Bwana Yesu asifiwe. Pigie makofi kwa ajili ya ndoa. Haleluya. Jamani, dada mke Mrs. niambie rafiki yangu na maneno machache ya kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Glory Lazaro. Namshukuru Mungu kwa neema yake na kibali chake. Haikuwa rahisi. Kweli namshukuru Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nashinda hata kueleza, nieleze nini jamani? Uzuri aliyoona ndani ya ndoa, umeonaje ndoa ilivyokuwa kuzuri? Baba, unaonaje ndoa ilivyokuwa nzuri? Yaani ndio maana nimesema sijazoea bado. Unajua yaani kila kitu nakiona ni kipya kwangu, kwa hiyo ni maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Ni hivyo tu. Amina, mshangilie Bwana Yesu. Oya, nawasindikiza. Bwana Yesu asifiwe. Simama hapo. Dada simama hapo, unatakiwa simama. Yes. Umeona Bwana Yesu asifiwe. Tusimame kwa kumheshimu Mungu ili tumpigie makofi matatu. Tusimame kwanza wote. Wote tusimame, sisi ni yaani upendo, najua tumechangamka kwa sababu pendo si Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pendo si Mungu. Kwa hiyo elewa Mungu yuko wapi? Basi sasa simama ili tumpigie makofi Bwana Yesu matatu tu. 1 2 3 twende. Barikiwe na Bwana. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya huyu shuhuda mfalme. Tunazidi kuwakabidhi mikononi mwako. Acha Bwana Yesu kwa pamoja nao katika ndoa yao. Utukufu na heshima na vya kwako. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Na Mama Chilambo. Amina. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amen. Namshukuru Mungu wa Efata. Naweza nikasema mimi ni muujiza. Amen. Ni muujiza ninayeishi. Namshukuru Mungu, kuna wakati baba alikuwa anaita sana kuhusu kuombea ambao hawajaolewa. Mimi nilifika mahali nikasema siendi tena mpaka watu watanikalili sasa. Kwa hiyo siku baba aliita ambao hawajaolewa waje waombewe. Mimi nikasema siendi leo. Watu wakaenda. Roho ikawa inanisukuma. Lakini nikasema naenda, kila siku naenda. Nikajikaza tu nikaenda. Tulivyoenda sasa, cha ajabu baba akasema ambao wamezaa wakae nyuma, ambao hawajazaa wakae mbele. Ile roho ikaanza kuniambia, unaona sasa unazalilika leo. Ukikaa nyuma mtu atajua una watoto wangapi, kumbe umezaa. Kwa hiyo nikasema yani hapa
nitajikaza, yani hapa maombi yakiisha nisidondoke wala nisifanye nini, niondoke mapema. Akasema mfanye barabara kabisa hapa, wekeni nafasi, yani kaeni huku nyuma. Nikasema yani leo nikakaa tu nyuma hivyo, wale ambao hawajanani wakawa wamekaa mbele, ambao hawajazaa. Kwa baba akasema nyie ambao hamjazaa, alisema nyie, yani akasema nyie mliozaa mlifanya upumbavu, ila nyie ambao hamjazaa yani hamjawahi kupendwa. Kidogo nikaona afadhali kidogo ametunani. Kwa hiyo sisi tulipendwa tukafanya ujinga, ndio maana tukazaa. Kwa hiyo baba alivyoanza yale maombi, sasa na mimi nilikuwa na muda mrefu namuomba Mungu kuhusu baba, yani hata siku moja hata anishike hata mkono au nini. Kwa hiyo baba alivyoanza yale maombi, nilijikuta nimepiga kama shoti. Nikaa naomba Mungu, naomba niondoke yani kabla watu wote hawajaisha. Lakini ikashindikana, yani watu wakaisha, tukawa sio wangapi pale mbele. Nikajikuta baba akasema mleteni, walivyonibeba wananitoa, mleteni hapa. Sasa nimemkumbatia baba, nililia sana, na ile siku nilisikia amani moyoni mwangu, nikafurahi, baba leo amenigusa. Sasa namshukuru Mungu. Baada ya hapo sasa nikaa naitwa Biharusi. Nikasema sasa hili jina ni aibu kweli Efata. Yani kila siku wanaona mimi sijaolewa, Biharusi. Vipi Biharusi? Nasema Amina. Biharusi vipi, bado tu. Naambia Mungu atafanya. Lakini nasema jamani, sasa hili jina siku nikasema hivi, Mungu ni aibu gani? Nikasema sasa maneno kila siku nitakuwa naulizwa, nitajibu nini? Nitajibu nini wanaefuata? Mbona mtumishi huyu ni mtume mkubwa, asemagi uongo? Mimi sasa hivi sitaki. Siku hiyo tukaa hapa kwenye zoni, mtumishi Flotea alifundisha kuna neno la kukubali. Akasema unatakiwa ukubali. Sasa akakaa ameruhusu maswali. Akasema unatakiwa uulize kama hujaelewa. Mimi nikamuuliza mtumishi, ngambia, "Mchungaji, kwani kukubali?" Akashuhudia kuhusu yeye alipanga kwamba aolewe kwa wakati gani, na kweli akawa ameolewa na baba ambaye ni Charles. Bwana Yesu asifiwe. Tunatamani utuambie Mungu amefanya nini. Kwa hiyo ninachomshukuru Mungu, alivyonielekeza jinsi ya kukubali, akasema bado hujakubali ndio maana hujapata. Kwa hiyo nikaenda kumwambia Mungu, mimi nimekubali, nataka niolewe, nimekubali nipate mume. Namshukuru Mungu kweli nikampata, na mtu wa kwanza kumtaarifa ilikuwa ni yeye. Baada ya mwaka mmoja na mwingine uliofuata, Mungu kanisaidia. Namshukuru Mungu sana, nimeolewa sasa hivi ni mwaka na. Shangilie Bwana Yesu. Pigie makofi. Amina. Hiyo ni faida ya kuja zoni. Haleluya. Hebu mshangilie Bwana. Mshangilie Bwana, umepewa pumzi. Haleluya. Mimi namshukuru Mungu alionitendea kwenye zoni yangu, na maaskofu wangu na wachungaji na watumishi wote, kuanzia Aposto mama Kikoti. Mwaka jana wengi hamkuniona Mwenge, watu wakasema nimeenda Marekani, kumbe nilikuwa Muhimbili. Haleluya, haleluya. Mimi nilianguka pale Mwenge, haya meno manne yakang'oka, fizi zikapasuka, ubongo ukasheki. Haleluya. Nashukuru sana maaskofu wa kukata tamaa na mchungaji wangu. Hebu maaskofu wasimame, sio usiku sio mchana. Wale wa eneo la Mbezi Beach B wasimame na mchungaji, wasimame na waumini. Walifanya kazi kuomba. Makatibu simameni usiku na mchana. Mungu mimi amenitendea. Nikikwambia mimi nilikuwa nikikuona wewe sina ufahamu. Nikamwambia Roho Mtakatifu, hapa niko wapi? Lakini Mungu amenitendea. Aposto akapiga simu akafika nyumbani, utapona. Lakini ukiwa huna imani unakata tamaa. Alafu kitu kingine waambia watumishi wa Mungu, acha kumshikilia mtu. Acha kumshikilia mtu. Mimi Dr. Muhimbili akaniambia tunakufanyia counseling. Unajua mtu akikufanyia counseling ujue kuna jambo. Nikamwambia Dr. mimi na amani, usinifanyie counseling mimi. Mimi na amani, sijamshikilia mtu, sina hofu na mtu. Aliyeniokota hapa mama Kikoti, mama mtume. Hebu simama. Huyu ndo alinipeleka mpaka Muhimbili na watu wa Yerusalemu. Niwaambie katika maisha ya wanadamu mtumikie Mungu. Kwa sababu mimi naomba mkae. Wale madokta walisema huyu mama sijui. Hivi nikikwambia ubongo umesheki, alafu kinga ni 7 ya mwili.
Dokta ananiambia hivi, sidhani. Nimeenda na mwanangu hospitali kinga 7, kaniambia hapana, sio wewe, yule alikupeleka kwenye wheelchair. Nikamwambia ni mimi. Mwanangu Pita akasema huyu ndio mama yangu, nilimpeleka mwenyewe. Akaniambia unarudi tena hospitali, hatuamini. Nikarudi tena hospitali kwenda kupima kinga 7. Akaniambia we mama, unatembeaje? Nikamwambia nina Yesu moyoni na nina amani. Amani aliyonipa Yesu usiipoteze watumishi. Alitupa amani nzuri sana. Mimi nikatibiwa, nikaambia ninywe dawa haraka haraka, lakini nikawa sina nini? Sina hofu. Nikaambia nitapona. Niko kitandani namwambia hakuna kukaa sebuleni. Wengi walikuwa wanapika chumbani. Nilikuwa sikai sebuleni, nimejifungia chumbani. Nikaambia Roho Mtakatifu anasema kinga zangu zimepungua. Alafu ubongo umesheki. Kibinadamu nikikaa pale kwangu sijui Kinondoni wapi, Tegeta wapi. Lakini nikamwambia Roho Mtakatifu, wewe ndio mkumbushaji. Wewe unanielimisha mimi. Nifunulie hapa niko wapi, Tegeta ni wapi, Kinondoni ni wapi. Roho Mtakatifu, funua ufahamu wangu, funua akili yangu, mawazo yangu. Jamani, niwaambieni watu wa Mungu, nilipata amani. Nikasema ilifika wakati hata mwanangu jina silijui, namwangalia, njoo fulani, njoo fulani, hivi unajionaje hapa? Lakini namshukuru Mungu ametenda. Nendeni zoni. Msipoenda zoni, usikimbilie tu unaenda Mwenge, nenda zoni. Lile ni kanisa la nyumbani. Unaanza pale nyumbani, wanakutendea mengi maombi. Na mimi nilikuwa nafanyiwa maombi. Hebu niambieni, mwaka mzima sijaonekana Mwenge. Lakini Mungu alitenda kwangu. Kitu kimoja nawaambieni, uweni na amani, acheni uchungu kwenye mioyo. Hata kama mtu akikuumiza, mwambie Bwana, kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Mkanyage huyo mtu. Ukiwa na amani, utafanya kazi nzuri ya Bwana Yesu na familia yako. Mimi furaha, nifanyeje, mimi niko ngangari. Haleluya. Hebu mshangilie Bwana. Shangilie Bwana Yesu kwa ajili ya zoni. Tunamshukuru Mungu. Eneo letu la upendo, naomba tuwe na upendo. Tuendeleze huo upendo, sio upendo wa jina. Upendo kwa matendo. Bwana anafanya kazi. Amen. Amen. Amina, tumeshapiga makofi mara 3, mshangilie Bwana Yesu. Haleluya. Shangilieni Bwana, mshangilieni Bwana. Simameni Bwana, mshangilieni. Shangilieni, shangilieni, shangilieni Bwana. Tumeuona mkono wa Bwana. Tumeuona upendo wa Bwana. Na tumeziona fadhili za Bwana. Imba haleluya. Imba haleluya. Imba haleluya. Mshangilie Bwana. Haleluya. Mshangilie Bwana mabwana. Haleluya, haleluya. Hebu andaa supu ya Bwana Yesu kabla hatujampa matoleo. Haleluya. Hebu pekecha mbele zake, pekecha, pekecha. Pekecha, tumefundishwa vizuri yeye afurahi jioni ya leo. Rabo shakayamande limande limaya nderi abasakara masia. Yeye anapendezwa na hiyo supu ni nzuri. Pekecha 1 2 3, shangilia anga lisikie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni muda mzuri. Haleluya. Mwambie mwenzio huu ni muda mzuri. Huu ni muda wa kugusa moyo wa Mungu. Haleluya. Hebu andaa sadaka yako nzuri. Andaa matoleo yako mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mlioko nje, haleluya.
Ni muda wa kumgusa Bwana. Andaa matoleo. Tushukuru. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru, tunakubariki. Sante kwa neema hii na kibali hiki Bwana. Tumekuja watoto wako na matoleo mikononi mwetu. Umesema tusije nyumbani mwako mikono mitupu. Nasi Bwana tumekuja. Nasi Bwana tumekuja na moyo wa kuchangamka. Nasi Bwana tumekuja na moyo wa furaha. Maana umesema tukutumikie wewe kwa furaha. Sante kwa sababu neno hili linatimia, tunaenda kujitoa kwako. Tunatoa kwa sehemu, Mungu tunaomba ukavibariki. Takasa Mungu wetu sadaka zetu. Zibariki mfalme wa utukufu. Tunapoenda kutoa, tunatoa kwa furaha. Tunapoenda kutoa, tunatoa kwa shangwe. Hebu mshangilie Bwana mabwana. Yeye aliyekupa neema na kibali, maana leo unacho cha kumtolea. Haleluya. Haleluya. Haleluya Baba. Haleluya. Amen. Haleluya Bwana Yesu twakupenda. Ulitupenda kwanza. Oh haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya Baba. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Amen. Nizani ya upendo Baba. Tumekuja kwako. Oh mshangilie yeye. Amen. Haleluya. Amen. Twashukuru Mungu. Haleluya. Twashukuru Mungu. Amen. Amen. Oh haleluya. Twashukuru. Wakumbushe watu utaratibu kama tulivyokubaliana. Bwana Yesu asifiwe. Na wakumbusha jambo moja watumishi, tunatoa kila eneo. Bwana Yesu asifiwe. Unaandika kwenye karatasi, kwenye bahasha yako. Andika eneo lako na jina lako. Haleluya. Hakikisha umefanya hivyo mtumishi wa Mungu, eneo gani unatoka na jina lako na kiasi. Amen. Tutaanzia kule nyuma, tutaanza kwa watumishi, wanatoa hapa mbele, unaenda unarudi kwenye kiti chako cha utumishi. Amen. Sawa watumishi wa Bwana? Tumeelewana? Karibu tumtolee Bwana. Andaa vizuri, usisahau kuandika eneo lako na jina lako. Haleluya. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Mungu wetu ni pendo, Mungu apenda. Haleluya. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Oh nalipotea potea katika dhambi, nikawa mtumwa wa shetani. Oh nalipotea. Haleluya. Oh nikawa. Oh sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Apenda watu. Haleluya. Mungu ni pendo.
Kwa sababu hiyo namsifu. Kwa sababu hiyo namtumiki, namsifu. Sikilizeni furaha yangu, Mungu ni pendo, apenda watu. Oh, haleluya, Mungu ni pendo, apenda. Oh, haleluya, atupenda wa upendo, ni pendo, apenda watu. Haleluya, anatulinda, ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo. Sikilizeni, makofi, makofi, makofi. Furaha, Mungu ni pendo, apenda watu. Oh, haleluya, ni pendo, apenda watu. Haleluya. Nani ashike neno lake asiuone mkono wa Bwana? Haleluya. Oh, nani ashike neno lake asiuone mkono wa Bwana? Haleluya. Nani ashike njia yake asiuone mkono wa Bwana? Nani ashike njia yake asiuone utukufu wake? Huyo asiuone mkono. Nani ashike neno lake abaki kama alivyokuwa? Huyo. Tembea, tembea Baba, tembea tukuone. Haleluya, tembea Mungu wetu wa Josefati, tembea tukuone. Haleluya. Tembea Baba, kwenye nyumba zetu tembea, kwa watoto wetu tembea, kwa watumishi wako tembea, mahali hapa tembea. Tembea, 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 tembea. Haleluya! Shangilia Bwana Yesu, piga makofi. Haleluya! Ni jambo la kumshukuru Mungu sana kwamba leo tuko pamoja mahali hapa. Nashangazwa na rehema zako Yesu, asante kwa rehema. Nashangazwa na rehema zako Yesu, asante kwani nashangazwa na
kwa neema. Oh Baba, tunakushukuru. Ninasema asante Bwana Yesu kwa ajili ya rehema zako. Ni rehema zako Bwana zimetukusanya mahali hapa siku ya leo. Sisi tulio wana upendo Baba, ni rehema zako, wala sio kwa nguvu zetu wala akili zetu. Ni rehema zako Baba zimetufanya tuwe mahali hapa. Asante Bwana kwa ajili ya rehema zako. Umetupenda upeo sisi watoto wako. Baba, tunakushukuru. Tunasema asante Mungu wetu. Umetutunza Bwana wiki nzima. Umetulea, umetuepusha na kila ajali. Umetuepusha na kila mitego ya yule adui. Baba, tuseme nini mbele zako? Tunakushukuru Mungu wetu. Tunasema asante. Hatuna ya kusema mengi zaidi ya kusema asante. Mshangilie Bwana Yesu. Piga makofi. Piga makofi. Shangilia Bwana Yesu. Shangilia Bwana Yesu. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Kabla hatujakaa, naomba nijitambulishe. Mimi naitwa Askofu Grace Ndelwa. Ninachunga zoni ya Winners kwa mamangu Mama Chilambo. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji wangu anaitwa Uswege Nathan. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji kiongozi Elizabeth Ngaina. Asante Bwana Yesu, maana alimtumia akamwambia mwambie yule afanye hicho kitu. Kwa hiyo ni kwa neema, wala sio kwa akili zake wala fahamu zake na wala sio nguvu zake, bali ni Roho Mtakatifu aliyesema naye. Mchungaji, nakushukuru sana kwa kuniamini. Nashukuru sana pia kwa ajili ya babangu mtume na nabii Joseph Atielesi Mwingira. Kwa kweli tuko hivi tulivyo kwa sababu ya yule baba. Hata hatukuwa hivi. Hatukuwahi kutarajia kwamba tutasimama tuhubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe. Sikuwahi kutarajia, lakini kwa neema nimekuja Efata, nimetengenezwa, nimenolewa. Leo nasimama mbele ya watu wakuu kama nyie, ninahubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Haleluya. Napenda kutambua uwepo wa mchungaji kiongozi. Napenda kutambua uwepo wa mamangu, Mama Mtume Kikoti. Napenda kutambua uwepo wa Mama Chilambo, wachungaji, maaskofu na washirika wote. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana kwa kuitika uwito, maana msingekuja nyinyi hapa ingekuwa hamna kinachoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukae. Haleluya, watumishi wa Mungu. Mungu wetu ni mwema sana, Mungu wetu ni mzuri. Haleluya. Tuna somo letu ambalo tunaendelea nalo sisi tulio wanaefata tangu tumeanza huu mwaka. Ni mwaka wa kuyafanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mwaka wa kuyafanya mapenzi ya Mungu. Tangu tulipoanza ile Januari tarehe 1, Baba alitangaza hili tangazo, na hakika Mungu ni mwema, tumekuwa tunaendelea nalo mpaka sasa. Na Mungu ashukuriwe kwamba tunalisoma zoni ili tuendelee kukumbushana mapenzi ya Mungu ni nini na nini tunatakiwa tufanye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watumishi wa Mungu. Haleluya. Naomba tusome, tutasoma ile Warumi. Naomba tufungue kitabu cha Warumi. Naomba tufungue Warumi 12 mstari wa 2b. Naomba tutasoma kwa pamoja. Haleluya. Tumepaona Naomba tuende tusome. 1, 2, 3. Mpate kujua bado Warumi 12 mstari wa 2b. Tayari Amina. Basi twende pamoja. 1, 2, 3. Mpate kujua lakini mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tupate kujua katika mapenzi ya Mungu, hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mapenzi ya Mungu ni nini kwetu sisi tulio watoto wake? Bwana Yesu asifiwe. Mapenzi ya Mungu ni nini?
Mapenzi ya Mungu kwetu sisi ni kuyafanya yale anayotuagiza. Bwana Yesu asifiwe. Mapenzi ya Mungu kwetu ni kutii sheria zake na ahadi zake. Sasa anasema mpate kujua. Bwana Yesu asifiwe. Unajuaje haya mapenzi ya Mungu? Inawezekana mwingine anasikia tu mwaka wa kufanya mapenzi ya Mungu, mwaka wa kufanya mapenzi ya Mungu, lakini hajui hayo mapenzi ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Unajuaje mapenzi ya Mungu? Mapenzi ya Mungu yako katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yapo katika amri zake. Kile ambacho Mungu anasema usifanye, hayo ni mapenzi ya Mungu kwamba usifanye. Bwana Yesu asifiwe. Kile anachosema fanya ni mapenzi yake, fanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni kwamba inawezekana wengi tunapenda sana mapenzi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akisema usiibe, unasema ngoja niibe kidogo, wiki hii sitoi fungu la 10. Lakini Mungu amesema usiibe. Tena amesema kila ambaye anaiba hatoi zaka kamili, amelaaniwa kwa laana. Bwana Yesu asifiwe. Ni mapenzi ya Mungu tutoe zaka kamili mbele zake. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu ni kutii yale maagizo yake. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni wewe uwe na upendo. Haleluya. Mapenzi ya Mungu ni wewe uwe mtu wa kusamehe. Sasa wewe unamshikilia mtu. Mama Chilambo akasema hapa, tuachilie watu. Unamshikilia mtu, wewe mtumishi hujui tu alichonifanyia huyu. Kwani wewe unajua Mungu anawaza nini kuhusu wewe uliokuwa umefanya huko nyuma kabla hujaokoka? Bwana Yesu asifiwe. Yaani kabla hujaokoka unajua Mungu alikuwa anawaza nini? Mbona hakusema huyu hajui tu, mimi huyu simsamehe? Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho Mungu anataka tufanye, hayo ni mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe na mavumbuzi yetu sisi wanadamu. Tumeokoka kwa kusudi. Tumeokolewa kwa kusudi ili tuyafanye mapenzi ya Mungu. Sasa kwa nini tunakuwa watu wa kuvutana? Yaani tunavutana na Mungu. Usifanye nafanya. Usifanye nafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tena anasema watu wa namna hiyo atawatapika. Bwana, maana unakuwa vuguvugu. Kanisani upo lakini huku una mambo mengine. Unaenda kanisani lakini kuna mtu hapo pembeni yako hata uongei naye. Unaenda kanisani lakini ukitoka ni kusengenya mwanzo mwisho. Mchungaji, sijui askofu yule, sijui kafanya nini. Mpendwa, Bwana Yesu asifiwe. Mapenzi ya Mungu hayako hivyo. Mapenzi ya Mungu ni kutii maagizo yake. Mungu naye alikuwa anaumia anapoona sisi tunafanya ile dhambi. Tunafanya yale makosa, lakini akasema, kwa nini niendelee kuumia na huyu mtu? Ngoja nimtume mwanangu aende akafe kwa ajili yao. Maana yake ni kwamba alitupenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi ugumu unakuwa wapi? Kuyafanya mapenzi ya Mungu. Halafu tunasema tumeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Ugumu unakuwa wapi? Tusipende kuigiza wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Tusiigize wokovu, tufanye mapenzi ya Mungu sawa sawa na anavyosema tufanye. Tutii sawa sawa na anavyosema tufanye. Bwana Yesu asifiwe. Kaa kwenye nafasi yako vizuri. Hii nafasi ya wokovu tulionayo wapendwa, yani kuna watu wanatamani waokoke lakini wamebanwa. Yani anatamani kabisa, natamani niende kama kanisa ya walokole, lakini dini inamvuta nyuma. Wewe ukienda huko hatutakuzika. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukienda huko, mimi sio babako wala sio mama yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mpendwa, wewe umepata neema. Umekuja umeokoka. Tunamwabudu Mungu katika roho na kweli. Lakini ukiukweli tuna machanganyo. Hayo sio mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea mbele katika hii habari anasema mafanikio yetu pia yako ndani ya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unataka mafanikio, je, unayafanya mapenzi ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana mapenzi ya Mungu unayakwepa. Lakini kila ukienda ibada, mimi naomba mniombee, nataka nibarikiwe. Mimi naomba mniombee, nataka nibarikiwe.
unayafanya mapenzi ya Mungu? Hata Mungu pia amesema anawapenda wale wampendao, si ndio? Vitu vingine hata kuacha, atakupa tu. Hewa utavuta, maji utakunywa, chakula utakula na vinginevyo utafanya, lakini kuna zile baraka ambazo unatakiwa uwe nazo mpendwa, hizo hutapata kwa sababu wewe huyafanyi mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi unataka na kwa Yesu unataka, huku upo na huku upo. Mimi wakati ule baba ametangaza hili neno kuyafanya mapenzi mwako, kuyafanya mapenzi ya Mungu, nilijisemea moyoni mwangu mimi binafsi, nikasema kama kuna mwaka unaakisi kile ambacho Mungu amempa baba kuliandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo, basi ni mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwa vyovyote vile kama unatarajio la kumuona Mungu, usipofanya mapenzi ya Mungu huendi. Bwana Yesu asifiwe. Kama una matarajio kwamba mimi nataka niingie mbinguni na huyafanyi mapenzi ya Mungu, huingii. Kwa hiyo huu mwaka umebeba lile kusudi zima la baba lilopewa la kuandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo. Kwa hiyo tunaandaliwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na haitaishia mwaka huu. Mapenzi ya Mungu yanaendelea siku zote. Ila mwaka huu tumekumbushwa ili tujue kwamba tuko kwenye nafasi gani, alafu tusonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Mapenzi ya Mungu si rahisi sana watu kuyakubali. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sio rahisi sana watu kukubali mapenzi ya Mungu, kwa sababu watu tuna tabia ya kutaka ya kwetu, nifanye ya kwangu. Hafu watu pia wanafanya mapenzi ya Mungu upande mmoja. Mtu anaona akienda mkesha, akienda ibada Jumapili, ameenda zoni, mimi mwaka wa kufanya mapenzi ya Mungu, nafanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utakuja ibada zoni, utaenda Jumapili kanisani, utaenda mkesha, lakini tunasubiri tuone mapenzi ya Mungu yakifanyika huko unakoishi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanavaa ngozi za kondoo na wakati ndani ni mbwa mwitu. Kanisani hutajua huyu ni nani, lakini nenda mtaani, nenda pale nyumbani kwake. Bwana Yesu asifiwe. Pale kanisani au kwa mchungaji wako ni magoti mpaka chini, lakini nyumbani yani mume anadharau, kwanza wewe hajaokoka wewe. Wewe anakuambia kila siku uokoke, hata uokoke. Mume gani wewe? Bwana Yesu asifiwe. Tuyafanye mapenzi ya Mungu kila idara, kila mahali ulipo. Uko serikalini, fanya mapenzi ya Mungu. Uko kanisani, fanya mapenzi ya Mungu. Uko nyumbani, fanya mapenzi ya Mungu. Mahali umeenda kwa wakwe zako, fanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usiwe na ile kwamba mawifi anakuaga na shida. Hawana shida, ila wewe hujaonyesha upendo. Hawajaona lile pendo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwaonyesha pendo la Mungu, hawana shida hao. Bwana Yesu asifiwe. Tena wakati mwingine upendo, tunapozungumzia upendo, ni kupenda kisichopendeka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani upendo ni kupenda kisichopendeka. Na ili uweze kufaulu mtihani wa upendo, unaweza kumwomba Mungu, Baba naomba unipe roho ya upendo. Baba nisaidie, naomba roho ya upendo. Mungu anamwambia nimekusikia mwanangu. Kesho anakuletea mgeni, sijui ni ndugu wa mume wako, sijui ndugu wa nani. Ni mkorofi hapo ndani balaa. Hapa anakuambia huyu hapa sasa muonyeshe upendo. Unatakiwa uonyeshe upendo kwa huyo, ukifaulu tu umetoboza. Yaani hata kama anakukuangua kiasi gani, anakuumiza kiasi gani, unamwambia Baba umesema niwe na upendo. Nisaidie, nitie nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nitie nguvu ili nisonge mbele. Ukifaulu umeenda. Kila jambo jamani ni mtihani, lazima ufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna wakati fulani napendaga kuhubiri huku nikitoa ushuhuda wangu mwenyewe. Kuna wakati fulani kanisani kuna mtu alinikwaza, aliniumiza sana. Huwa anawaambiaga kina Mama Shirambo, nasema nikasema Bwana Yesu, sasa huyu mtu ameniumiza, afu mimi bado napenda ifata yangu, wewe napenda. Nitafanyaje ibada na mtu huyu yuko hapa? Bwana Yesu asifiwe. Nitafanyaje hiyo ibada mimi? Nikasema, nikadhamiria moyoni mwangu, nikasema nitafanya maombi. Namwambia Bwana Yesu, huyu mtu muondoe, aende huko
mimi niendelee kufanya ibada hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Roho Mtakatifu alichoniambia, akasema ni kweli kabisa. Yaani ukiomba ataondoka. Lakini wewe huna ushindi wowote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ushindi wetu upo katika kusamehe. Yaani umemsamehe mtu na unamuona kila siku yuko hapo na ananawiri anastawi. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wewe ndio unatakuwa umsamehe na uachilie kabisa, huna kinyongo naye. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema Bwana Yesu, ni kweli umeniambia kwamba sasa akiondoka mimi nitakuwa sina ushindi. Basi nisaidie huyu mtu nimuone wa kawaida tu kwenye maisha yangu. Kweli akanitia nguvu, nikawa namuona wa kawaida tu. Mtu tu kama watu wengine. Nikasamehe, nikaachilia, baadaye tulikuwa tunaongea haina shida. Nikasema hakika nimeshinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, mapenzi ya Mungu yana maumivu. Bwana Yesu asifiwe. Tusikae tu kwamba Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Lakini moyoni una mikwaruzo, una maumivu na watu. Yaani una kinyongo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umesikia tu mwenzio kafanikiwa, umenyongeka vibaya mno. Yaani unasikia ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi watoto wa Mungu hatutakiwi tuwe hivyo. Sisi tunatakiwa tupendane. Tutayapata mafanikio yetu ndani ya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unataka nini mbele za Bwana? Yaani unataka nini wewe mtoto wa Mungu, umeokoka, unafurahi, unaenjoy na ifata yako? Unataka nini mbele za Bwana? Kila kitu anacho, lakini moyo wako umekunjana tu yani. Ukimwona mchungaji wako unasikia kichefuchefu. Ukimwona askofu mwenzio amevuna kondoo wengi, huyu naye. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tumeokoka, tumeokolewa kwa kusudi. Lazima tusimame kuyafanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusipofanya hayo mapenzi ya Mungu, tutakuwa ni wa kawaida tu. Haleluya. Neno linasema hivi, haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo, hamwezi kuingia mbinguni. Kwa hiyo sisi haki yetu inatakuwa izidi. Bwana Yesu asifiwe. Haki yetu inatakuwa izidi ya wale ambao hawajaokoka. Sasa kwa nini hatutendi haki? Bwana Yesu asifiwe. Yaani nasikia huku ndani hasira ya Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie, kwa sababu ile gharama ambayo Yesu alitumia pale msalabani, akafa kwa ajili yetu. Alipata maumivu, akauendea ule msalaba, akagongomelewa pale msalabani, akafa, akafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo tunaposoma kwamba baada ya kufufuka akapewa jina lipitalo majina yote. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya hapo hakuwa amejulikana, lakini baada ya ufufuo ndo akapewa jina lipitalo majina yote. Na ndio maana hapo tukapewa na hili jina, tutoe pepo, tuponye wagonjwa, tufanye nini, kila kitu kupitia jina la Yesu. Kwa hiyo sisi wapendwa, tunatamani kuingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Unatamani kuingia mbinguni? Basi kama unatamani kuingia mbinguni, hakikisha unapita kwenye maumivu, unapita kwenye furaha, unapita kwenye hali gani, wewe vumilia. Bwana Yesu asifiwe. Vumilia tu. Lakini usipokuwa mvumilivu, unaenda mbele unarudi nyuma. Yesu akasema anayelima shamba kageuka nyuma hafai kwenye ufalme wa Mungu. Vumilia yote unayoyapitia mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Fanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Tena hapa neno linasema kwamba hivi, wale wanaoyafanya mapenzi ya Mungu kwa ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Ukamilifu upi? Kuna wengine anaweza akawa anafanya kazi kanisani, labda ni askofu, ni mchungaji, vyovyote vile una nafasi ulionayo, lakini kiukweli unafanya tu pale ili watu wakuone. Yaani unapenda sifa za watu. Nimefanya. Wewe fanya kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu akikuona, hata hao ambao wanaona kama hujafanya kitu watakuona tu. Bwana Yesu asifiwe. Fanya kwa ukamilifu mapenzi ya Mungu. Usitake kusifiwa na watu.
Mtu atakusifia leo, kesho anakukanyaga. Bwana Yesu asifiwe. Leo atakwambia hey, haleluya jamani, amefanya vizuri. Kesho litokee jambo lolote, wewe ni mwanadamu, labda umejikwaa kidogo, hey. Hafai. Hafai huyo, hafai. Bwana Yesu asifiwe. Si tuliona hata Yesu wakati ule akitoa pepo, huyu ni mfalme wa wafalme. Kidogo tu huyu anajiita mfalme wa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watumishi wa Mungu. Tuyafanye mapenzi ya Mungu kwa ukamilifu. Tumepewa mwaka mzuri sana ambao tunaandaa mioyo yetu na nafsi zetu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusifanye kwa ajili ya sifa kwa wanadamu. Usifanye kwa ajili ya kwamba uonekane kwa watu. Wewe fanya, watu watakuona tu. Yaani ni sawa na vile ng'ombe amezaliwa, pembe litatoka tu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ili pembe litatoka tu, tutaliona kwamba huyu ni ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe fanya kwa ajili ya Mungu. Haleluya. Fanya kwa ajili ya Mungu. Watu wataona tu kwamba amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Mbarikiwe watumishi wa Mungu. Haleluya. Mungu wetu ni mwema. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati fulani kwenye hiyo ya kujisifisifu hiyo, na mimi nilikuwa mmoja wapo. Siku moja kipindi naokoka ni mchanga huko nyuma. Nimeenda kanisani mwaka mzima. Yaani hakuna ibada ambayo nimekosa. Jumapili zote za mwaka nimeenda kanisani. Nikavuta kiti pale sebuleni kwangu, nikasema Mungu asante. Mwaka mzima sijakosa ibada. Nimemaliza kuongea hivyo, Roho Mtakatifu ananiambia, sawa, kwani umebadilika nini sasa? Bwana Yesu asifiwe. Umebadilika nini? Umeenda kweli mwaka mzima, umebadilika nini? Ndipo nilipogundua tunaenda ibada, tunakuwepo kwenye uwepo wa Mungu kwa ajili ya mabadiliko ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hatuendi tu ibada kwamba nikahudhuria askofu anione leo nimeenda. Tunaenda kwa ajili ya mabadiliko ya maisha yetu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Yaani usiende tu kanisani, kila siku unaenda unarudi. Unaenda unarudi. Uko vile vile. Yaani mtu tu akizunguka nyuma ya nyumba yako, wewe haupo, kauliza watoto, mama yenu ana tabia gani? Mama, kwanza si hatujui hata kama ameokoka. Ni mkali, ana matusi, ana maneno, ana nini? Sisi hata hatujui kama ameokoka. Sijui anasali kanisa gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaenda ibada, tunasoma neno la Mungu, ni kwa ajili ya mabadiliko ya maisha yetu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ukibadilika kiroho, ukawa sawa na mapenzi ya Mungu anavyotaka, mimi nakwambia, ndio wimbo ule unasema, nani afanye mapenzi ya Mungu asione mkono wa Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati fulani baba akasema, umekaa miaka 5 huoni chochote? Weka Biblia nenda. Anamaanisha nini? Kwamba umekaa miaka 5, upo tu. Hujamaanisha wokovu wako. Weka Biblia nenda, we ufai. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anaweza kumbadilisha mtu ndani ya muda mfupi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine pia huwa na tabia kukaa na kujiuliza mwenyewe nafsini mwangu. Nikamwambia Mungu, sasa mbona nimeokoka, lakini sioni kama niko tofauti na wenzangu? Shida ni nini? Nikasikia anasema, yaani miezi 6 ni mingi ukiamua kubadilika. Nikasema miezi 6 ni mingi. Yaani nitabadilika, kila mtu atajua kwamba huyu amebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema jamani, hakuna ambalo Mungu haliwezi. Kila jambo linawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Kila jambo linawezekana. Usikate tamaa, usichoke kuyafanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tusiwe wajinga, tufahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Ibilisi asitupige chenga, anatusumbua. Dunia inakusumbua. Jua mapenzi ya Mungu ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya upande mmoja utachoka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukifanya upande mmoja utachoka. Jumuisha yote. Yaani fanya mapenzi ya Mungu kwa ujumla. Ibada kwenye mambo ya Mungu na huku kwa watu. Onyesha kwamba wewe umeokoka. Bwana Yesu asifiwe.
hutaona uchovu wa aina yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mzuri. Jamani, muda wangu haunitoshi, lakini Mungu ni mwema, neno ni zuri. Haleluya. Naomba tusimame. Haleluya. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Jioni ya leo nimejifunza kwa habari ya kufanya mapenzi yako. Bwana Yesu, ninaomba unifundishe kuyafanya mapenzi yako, kuyafanya mapenzi yako. Nisimame katika kufanya mapenzi yako. Bwana Yesu, nifundishe njia zako ili niyafanye mapenzi yako siku zote za maisha yangu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya neema hii ulionipa. Haleluya. Shangilie Bwana Yesu. Piga makofi, mshangilie Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen. Barikiwe sana watumishi wa Mungu. Mungu awabariki. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Woo! Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mshangilie Bwana kwa ajili ya mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Ni neema ya kipekee kwa kweli. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake, kwa ajili ya neno alilonena, injili yenye nguvu, injili isiyogoshiwa. Ubarikiwe mtumishi kwa neno lako zuri ulilotufundisha jioni ya leo. Hebu nenda mbele za Mungu, kila mmoja mshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Hebu mwambie Bwana Yesu asante kwa ajili ya neno lako, asante kwa ajili ya mtumishi wako. Hebu nenda mbele za Mungu. Baba, tunakushukuru. Baba, tunasema asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya mtumishi wako uliyempaka mafuta jioni ya leo. Tunakushukuru Mungu wetu. Asante kwa ajili ya neno lako Bwana lenye nguvu lisiyogoshiwa. Mungu tunakushukuru. Hakika jioni ya leo hatutatoka mahali hapa Bwana kama tulivyokuja. Hakika Bwana neno lako Mungu limetuponya. Maana umesema neno lako ni taa ya miguu yetu na mwanga njia zetu. Linatumulikia kila tunakopita. Na jioni ya leo neno lako limetumulikia Bwana. Limefanyika kuwa taa ya miguu yetu katika utumishi wetu, na hasa katika mwaka huu wa kuyafanya mapenzi ya Mungu. Baba, tunakushukuru. Baba, tunasema asante. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema, Mungu Baba, tunakushukuru kwa ajili ya jioni ya leo na kwa ajili ya siku njema, kwa ajili yetu eneo la upendo na wasikilizaji wote wanaosikiliza Efata TV, wanaofuatilia kipindi hiki cha Kunyumba. Baba, tunakushukuru. Hakika jioni ya leo hatutoki kama tulivyokuja. Neema yako imetutosha. Neema yako yatosha Bwana. Tunakushukuru Mungu wetu. Tunasema asante kwa ajili ya baba yetu, mtume na nabii Josephat Elias Mwingira, uliyempa maono haya ya siku hii ya zoni, siku ya Jumanne. Baba, tunakushukuru. Tunasema asante. Wanaefata tunasema asante. Na watazamaji wa Efata TV kokote kule waliko duniani, tunaungana nao tukikushukuru Mungu kwa ajili ya maono haya. Tunasema asante. Pokea sifa na utukufu Mungu wetu katika jina la Yesu. Amen. Mungu wetu na baba yetu, tunayo kila sababu ya kukushukuru jioni ya leo. Tunasema asante Mungu wetu kwa ajili ya hadhara hii na kwa ajili ya ibada ya siku ya leo, ibada ya kunyumba katika eneo letu la upendo. Mungu tunakushukuru. Asante kwa ajili ya mchungaji wetu kiongozi Elizabeth Ngaina. Asante kwa ajili ya wachungaji wote wa maeneo 18 ya eneo la upendo. Mungu tunakushukuru.
Asante kwa ajili ya maaskofu. Asante kwa ajili ya washirika wote wa upendo. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyeinua mkono wake Bwana kwa ajili ya kufanikisha ibada hii. Asante Mungu kwa ajili ya Efata TV. Asante kwa ajili ya wafanyakazi wa Efata TV. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya muda wote waliokaa mahali hapa Bwana. Pokea sifa na utukufu Mungu wetu. Tazama tunapotawanyika mahali hapa na kufunga ibada hii. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako Mungu aliye hai. Tunapoondoka mahali hapa, enda nasi Bwana. Na ili neno tulilopokea jioni ya leo lisiondoke katika mioyo yetu Bwana, bali ukatupe neema na kibali na nguvu ya kutendea kazi neno ambalo Bwana tumelipokea jioni ya leo mahali hapa. Mungu wetu na Baba yetu, na katika mji huu Bwana wa mtumishi wako Charles pamoja na Filotea, tunaukabidhi mikononi mwako. Endelea kutamalaki mahali hapa Bwana, maana umetupa mahali pa amani na pa utulivu kwa ajili ya ibada yetu jioni ya leo, watoto wako wa upendo, na katika siku zote tunapokusanyika wana upendo. Mungu tunakurudishia sifa na utukufu na shukurani kwa ajili ya watumishi wako hapa. Hivyo tunazidi kupaachilia mikononi mwako, tukiomba Bwana, ruhusu wale malaika wako Mungu wakafanye kituo mahali hapa, wakipanda na kushuka. Baba, enda nasi Mungu wetu, ili siku nyingine tena tukutane tena mahali hapa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ni katika jina lako Yesu tumeomba na kushukuru. Wote tuseme amen. Tushiriki neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Amen. Mshangilie Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tupungiane mikono hewani, watumishi wa Mungu, watu wakuu wa Mungu mliobarikiwa. Hongereni sana 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 kwa ibada nzuri kabisa. Kipekee kabisa nimesimama. Bwana Yesu asifiwe tena. Naomba tutabasamu tafadhali. Tabasamu tafadhali. Hongera sana kwa kupokea kitu kizuri. Hebu mpigie Yesu makofi kwa ajili ya neno zuri 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 zuri. Bwana Yesu wewe mpenzi wetu. Mwaa! Mwaa! Kipekee kabisa nina kila sababu ya kusema asante Yesu. Nina kila sababu ya kusema Baba, wewe unastahili. Kwa haya ulioyafanya, hakika umefanya katika ukuu na uweza wako. Si kwa nguvu zetu wala si kwa akili zetu. Nimesimama hapa kwa neno moja tu. Ninawasalimia katika jina la Yesu Kristo. Asanteni sana kwa kuja. Asanteni sana kwa muda wenu. Mungu awabariki sana. Ninawapenda, ninawaheshimu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya baba yangu Josephati Elias Mwingila, mtume wa Bwana, baba yetu wa kiroho, pamoja na mama yetu mtume Eliakunda, pamoja na uongozi mzima wa Efata HQ. Protocol imezingatiwa. Lakini kipekee jioni ya leo tumetembelewa na mama Kikoti. Mungu akubariki. Asante sana, Mungu akubariki. Asante sana mama Chilambo, mama wa madarasa ya kukulia wokovu. Mungu akubariki sana, tunatambua uwepo wako. Lakini kipekee natambua uwepo wa wachungaji. Haleluya, wachungaji. Wachungaji wazuri wa upendo. Haleluya. Natambua uwepo wa maskofu. Haleluya. Natambua uwepo wa watunza hazina. Haleluya. Natambua uwepo wa makatibu. Haleluya. Natambua uwepo wa washirika wote 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 wote. Mungu awabariki sana. Lakini kipekee tuna mtumishi wa Mungu, rais wetu, anapenda kumuita rais. Tunaye hapa kiongozi wetu wa Efata TV, president na mke wake. Tunaomba usimame utusalimie tu. Jamani, ni mchungaji wetu. Mungu awabariki sana. Nawezaje kunyamaza? Lakini kipekee ni mshukuru Mungu kwa ajili ya timu nzima ya Efata TV. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana, ikiongozwa na Amandus. Ikiongozwa na, umemjua nani?
Yuko mtu ana miwani. Sema mahenda henda. Hebu litamke vizuri. Lainisha ulimi. Maenda enda. Makofi kwake tafadhali na timu yake nzima. Lakini kwa heshima kubwa, asante sana Mchungaji Filotea na baba. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Sana sana. Jamani, namalizia. Nimepewa kusalimia. Naomba katibu wetu wa eneo la upendo, please. Simama tupungie mkono tu. Mtunza hazina wetu. Jamani, huu ni muhimili wa eneo la upendo. Nawapenda. Mungu awabariki. Mmependeza nyie. Aya. Naam, kama Biblia inavyosema kwamba aliyekwisha kuwa safi hahitaji tena kunawa mikono, na sisi tayari tumeshakula na kunywa hapa. Mwenye macho haambiwi tazama. Tumekuwa katika eneo la upendo hapa ni Tegeta, maeneo ya kuna jina moja gumu kidogo hapa, Nyaishozi something like lakini majina haya ya Kihaya, na inasadifu kabisa maeneo ambayo tuko hapa. Watu wa hapa ni watu waliojaa upendo kwelikweli, na tumeenjoy kula na kunywa mahali hapa mezani pa Bwana. Tumejifunza neno kubwa kabisa, lakini hii inakufanya wewe kuendelea kutenda mapenzi ya Mungu. Ndio maana nimekwisha kusema kwamba aliyekwisha kuoga hahitaji tena kunawa mikono, kwa sababu umefanya mapenzi ya Mungu, basi unakwenda kumiliki sawa na siku ya leo, siku ya familia. Mungu akupe amani, Mungu aendelee kukutunza, kwa sababu umekazana kuipenda haki na umeichukia dhuluma. Ukukubali kukaa tu hivi, hata kama uko mbali na nyumbani Tanzania au uko mbali na eneo lako la zoni, lakini ulijiunganisha na Efata TV kuendelea kula na kunywa katika siku ya zoni. Hii ni Kunyumba na niko hapa eneo la upendo kama nilivyosema. Hapa ni Nyaisozi kama ambavyo nimesema hapo mwanzo. Lugha yangu inaweza isiwe kama ambavyo wenyewe wanaitamka, lakini naelewa kwamba ni maeneo ya Tegeta. Nitakuwa hapa kuzungumza na watu kadha ambao wameshiriki ibada hii ya zoni. Kilichonivutia ni kwamba eneo la zoni hii au eneo hili la upendo limejaa watu ambao mara nyingi wana majukumu makubwa kanisani, wana majukumu ya hapa na pale katika maeneo tofauti ya kijamii, lakini bado wamejiunganisha moja kwa moja katika eneo hili la upendo kuendelea kula na kunywa siku ya Jumanne. Ni siku ya kikazi, lakini hawakuona sawa kumtii Kaisari na kumwacha Mungu akiwa hana watu, na ndio maana nimesema lazima nikutanishe na moja ya watu ambao wako hapa ambao wameenjoy kula na kunywa katika siku ya zoni ya Kunyumba. Mimi naenda kazi yangu ni kuchochora. Nitachochora hapa kwa dakika chache, lakini tutapata mambo mengi kutoka wale walioshiriki ibada ya zoni. Tony Mtachi, sogea na mimi hapa na nitakusogeza moja kwa moja kwa aliyefungua ibada ya siku ya leo. Mtumishi wa Mungu atuambie anaitwa nani na vile ambavyo amepokea siku ya leo atatuambia hapa. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Kennedy Kutika. Kennedy Kutika, habari ya zoni kwanza? Habari ya zoni ni nzuri sana. Nimeenjoy siku ya leo. Nimejifunza ile neno ambalo linazungumza kwa habari kuyafanya mapenzi ya Mungu. Labda kwa aliyeko nyumbani au aliyechelewa kujiunga moja kwa moja, neno hili lilikuwa linalenga kumfanya mtu awe nani? Neno hili lilikuwa linalenga mtu kumjenga mtu aliyeumbwa na Mungu. Wakati anapoishi maisha hapa duniani pasipo kuyatenda mapenzi ya Mungu, anaweza asione mwisho wake vizuri. Lakini akiyatenda mapenzi ya Mungu, hakika na uhakika mwisho wake ni mwema. Haya ni moja ya vitu ambavyo vimefundishwa hapa kuhusu mapenzi ya Mungu, lakini nimekuambia kuna watu hawakuacha kuja zoni ingawa wamekuwa na nafasi tofauti. Kuna mchungaji Happy yuko hapa, mchungaji Happy Kimoho. Nikuombe mchungaji Happy tafadhali usogee hapa kwenye kamera tuzungumze kidogo. Tulikuwa na somo lile kwenye kipindi kile cha Safari ya Imani kuhusu kumheshimisha Mungu, na mchungaji hapa yeye ameshiriki zoni licha ya kwamba ana nafasi yake, ana eneo lake, lakini amekuja hapa. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana asifiwe. Amina. Labda kwa upande wako
unafikiri kuna faida gani mtu kuacha shughuli zake na kuweza kujifungamanisha na ibada hizi za kiroho? Faida ni nyingi, lakini pia kama mwanaifata ni agizo na tunatakiwa tutii maagizo. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba utii ni bora kuliko dhabihu. Kwa hiyo lazima tutii, na pia kwenye ibada ya zoni kuna mambo mengi. Kuna kujifunza, kuna kukumbushwa, na pia kuna ushirika. Unapokutana na watu mbalimbali kama ambavyo leo tumelishwa na askofu. Kuna kitu nimepokea. Wewe ni mchungaji, lakini askofu amesimama akisema piga makofi, unapiga. Labda hii ilikuwa kwa upande wako hii ikoje yani? Kiukweli nimefurahi. Nimeona jinsi ambavyo kuna watumishi wako nyuma yetu. Maana amesimama kwa ujasiri, amefundisha vizuri. Yaani ndio maana nimesema mimi nimejifunza kitu. Imekuwa nzuri sana. Wow. Nikushukuru sana. Asante. Haya, huyu ni mchungaji Happy Kimoho, na niombe usogee huku mtumishi wa Mungu. Kuna mwenyeji wa ili eneo tulilopo hapa, mchungaji Philotea. Yeye amekuwa mwenyeji wetu siku ya leo hapa Efata TV na zoni yetu ya Efata TV tukiongozwa na Askofu Amandus Oscar. Tumekuja hapa na watu kutoka mataifa mbalimbali, wamekula na kunywa kutokea hapa nyumbani kwake. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari za zoni kwanza? Nzuri sana, imekuwa ibada nzuri ya kumpendeza Mungu. Kwa upande wako hii kukaribisha madhabahu ya Mungu nyumbani kwako ina maana gani kwako binafsi na familia? Sichukulii kama ni jambo la kawaida, ni kibali na neema kutoka kwa Mungu. Kwa sababu ziko nyumba nyingi, yako maeneo mengi, lakini ilifaa na iliridhiwa ifanyike katika nyumba yetu. Ni kwa neema, tunamshukuru kwa kibali hicho. Sisi kwetu mara nyingi ukiwa umenunua mpira uwanjani, kunyimwa namba inakuwa kazi ngumu, lakini wewe licha kwamba ni nyumbani kwako, lakini wako watu wengine ambao wamezungumza, wamefundisha watu, wameimba, wewe umetulia pembeni. Kwa nini umefanya hivyo? Siku zote mwenyeji lazima utulie ili kuhakikisha kila jambo limekaa sawa. Kwa hiyo wakati wanaimba na mimi nilikuwa naimba mchezo wangu mwingine huku nikihakikisha kila kinachotakiwa kama mwenyeji kimekaa sawa. Neno lako sasa kwa wale ambao walikuwa wanatazama kutoka mbali mataifa mengine huko ni lipi sasa? Neno langu kubwa sana ni kwamba ibada ya nyumba kwa nyumba ndio msingi mkubwa sana wa familia. Maana hapa tunapaswa tunajuana, tunafahamiana kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo mimi nawashukuru walioko hewani na ambao wamejumuika na sisi kwamba asiwepo wa kukosa katika ibada za nyumba kwa nyumba, kwa sababu ndio msingi wetu kama kanisa na kama familia. Amen. Nikushukuru sana. Asante sana. Na hongera pia. Asante, namshukuru Mungu. Amina. Mchungaji Philotea, na hapa niko na mama yangu mwenyewe anapenda kumuita mtumishi Catherine. Mama yetu, Mama Kikoti yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe mama. Amina. Habari za uzima? Nzuri kabisa, namshukuru Mungu. Amina. Kwa nini umekuja kwenye ibada ya zoni mama? Kwa kweli nimekuja kwenye ibada ya zoni kwa sababu ni ibada ya familia. Mimi ni mwanafamilia wa Efata. Kwa hiyo ibada ya zoni kwangu inanisaidia kukutana na wapendwa wenzangu wa eneo ninakoishi. Kwa mfano kama hapa tumekutana na wa eneo zima la Upendo, lakini tumekutana pamoja na wale ninao kaa nao kwenye eneo langu dogo. Kwa hiyo hapa naona nimekuja kwenye familia. Wow. Kwa nafasi yako tungesema kwamba labda mtu mwingine angesema mimi najua kila kitu, sina haja nikae nifundishwe na maaskofu. Kwa upande wako hii ikoje? Kwangu mimi ninasikia raha sana kukaa chini kufundishwa na wadogo. Pamoja na kwamba naweza nikasema mimi ni mtu wa siku nyingi sana, Efata naijua sana, lakini ninapofundishwa na hawa watoto ambao wamezaliwa baadaye, ninasikia raha sana kwamba kazi ambayo tulianza nayo imezaa matunda ambayo tunaweza kujua ni kizazi kinachoendelea kudumisha ile mbegu tuliyopanda. Labda neno lako kwa viongozi wanaosimamia labda makanisa, wanaosimamia maeneo makubwa ni lipi kwenye kutambua vipawa vya wengine chini? Amen. Kwa kweli niseme kwa viongozi ambao wanasimamia makanisa maeneo mbalimbali, ni vizuri sana kutambua vipawa vya wengine yani wakiwa karibu nao. Ili waweze kutambua vipawa vya wengine, wasikae mbali. Wanapokuwa wale wadogo wamekutana pamoja, na wao wajishirikishe
pamoja nao ili waweze kuelewa nani ana kipawa gani na nani anaweza kufanya nini katikati ya kusanyiko na ni nani anaweza kuongoza wengine. Unaweza katambua kwa kukaa nao kwa karibu. Ukikaa nao mbali kama kiongozi unasema kwa sababu mimi ni kiongozi, hawa wadogo wanapokaa sina haja ya kukaa nao, huwezi kutambua wale wadogo wana nini na unaweza ukawasaidia nini pale ambapo wanapungua. Tukirudi kwenye eneo sasa la kanisa, watu wamekuwa wakati mwingine wavivu katika siku kama hizi za zoni ya ushirika wa nyumba kwa nyumba huu. Labda kwa upande wako nini ambacho ungewashauri watu ambao wamekuwa wakikaidi maagizo kama haya ya kuja kwenye zoni, ili hali hii ni moja ya alama za wanayefuata kwamba wanayefuata kawaida yao Jumanne kukutana. Neno lako kwa wale ambao ni wavivu kutii agizo kama hili? Ningewaomba wale ambao ni wavivu kutii agizo hili kwamba kwa kweli wanakosa mambo mengi, kwa sababu katika kukusanyika pamoja na wenzao kuna vitu vingi ambavyo wanaweza wakavipata. Pia ni umoja ambao unakushirikisha wewe mwanazoni. Kwa mfano, una jambo lako la kifamilia, ukiwa unaungana na wanazoni wenzako ni rahisi sana kukusaidia. Hata ukisema jamani na jambo fulani, hawa ndio wanakuwa wa kwanza kukukimbilia kuliko ukasema kwa sababu mimi ni mwanaibada naendaga kwenye ibada kuu, huku kwenye ibada ya wanazoni mimi sioni sababu, hata nisipoenda sioni sababu. Unakosea, kwa sababu huku ndio unakoanza. Watakao kutambua wewe kwamba una tatizo lolote ni hawa unaokaa nao karibu, hao ndio watakusaidia. Kwa hiyo ni vizuri ukawa ni vizuri kutii agizo. Tenda sawa sawa na kama vile ambavyo tunaambiwa kufanya mapenzi ya Mungu. Kufanya mapenzi ya Mungu pia ni huko kutii yale maagizo ambayo mtumishi wa Bwana ameagiza, tukae kwa pamoja kama familia. Mimi kwangu nimesikia furaha sana kukaa na wanazoni kama familia. Hata nikiwa nyumbani maeneo yangu ninakoishi, ninasikia kabisa nina amani kwa sababu nina wenzangu. Najua tu kama kuna jambo naweza sasa, kuna mwanazoni fulani naweza nikamwambia jambo fulani kwa haraka na akanisaidia. Kuliko nikisema nitakwenda kule kanisani huko kwa kiongozi wa kule nitachelewa sana. Lakini kwa karibu nitapata msaada kwa haraka. Nikushukuru sana mama. Amina. Barikiwa sana. Na mimi nashukuru sana kwa kunipa nafasi niongee na wapendwa wenzangu. Amina, nashukuru sana. Amina baba. Amemsalimia baba. Haya, ni mama Mtume Kikoti na niko na mtumishi wa Mungu mwingine hapa. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wewe unaitwa mama nani? Naitwa mama Esther Ngasa. Sogea hivi kidogo mama Esther Ngasa. Unatokea maeneo gani? Natoka maeneo ya Salasala. Wewe ni nani kwenye eneo hili la upendo? Katika eneo hili la upendo mimi ni mtunza hazina wa eneo la upendo. Kwa upande wako leo watu wamekula na kunywa hapa. Watu waliokuwa nyumbani wamepitwa na kitu gani? Watu waliokuwa nyumbani ambao hawakuhudhuria hapa, kitu cha kwanza wamepitwa na neno. Kwa ujumla neno lilikuwa zuri sana na linagusa. Na tumeguswa na kuelewa na kukumbushwa. Japo tunasikia neno siku zote, lakini pia leo kulikuwa na kukumbushwa vizuri. Amina. Kwa upande wako sasa, kwenye eneo la ibada linakamilishwa na matoleo ya kisadaka. Wito wako ni upi kwa wanaupendo na watu wengine ambao wanashiriki zoni maeneo mengine huko kwenye eneo la kuhakikisha kwamba wanakuwa na sadaka kwenye siku kama hizi za ibada? Bwana Yesu asifiwe. Katika eneo la sadaka tumepewa neno kwamba tusiingie nyumbani mwa Bwana mikono mitupu. Lazima tuende na sadaka. Na pia ibada sio neno peke yake. Kutoa pia ni ibada. Lazima tutoe matoleo. Na ufalme wa Mungu unajengwa pia na matoleo. Nikushukuru sana mama. Amina. Asante sana. Huyo ni mtumishi wa Mungu. Nilikuwa naye hapa na ninaye mwingine hapa. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana asifiwe sana. Amina, habari za uzima? Njema kabisa. Wewe unaitwa mtumishi nani? Ngoja nikae upande huku. Unaitwa mtumishi nani? Mtumishi Emmanuel Mkali. Emmanuel Mkali kutokea wapi? Natoka zoni ya Kunduchi Mtongani. Kunduchi Mtongani. Wewe ni nani pale? Mimi niko kwenye kamati ya ndoa actually. Ndio, yes. Sawa, kutoka Mkunduchi mpaka hapa kuja kushiriki zoni, imekuwa jambo la baraka kwako au umepoteza muda? Imekuwa jambo la baraka sana. Kwa nini? Nimepata kitu kikubwa sana, hususan somo la leo lililokuwa likizungumzia kuhusu mapenzi ya Mungu.
limenibariki sana kwa sehemu nimejifunza kitu kikubwa sana, kama Mungu ametuagiza kuyafanya yale yanompendeza na yale yasiyopendeza pia tusiyafanye, na pia tu ushuhuda. Kwa hiyo nimejifunza kitu kikubwa sana, sijapoteza muda kwa kweli. Kwa wale watafutaji ambao wanajali na wanasema wanaenda na muda, wanapambana sasa kutafuta maisha, unawaambia nini hasa siku ya Jumanne hii? Nawaambia kwamba pamoja na kupambana na kutafuta maisha, lakini anayebariki ni Mungu. Kwa hiyo tumpe Mungu nafasi, maana amesema tutafute kwanza ufalme wake na haki yake, na haya mengine tutazidishiwa. Kwa hiyo kitakapofanya ya Mungu, Mungu anakurahisishia ya kwako yaende vizuri. Kwa hiyo nawashauri kwamba wafike kwenye ibada ya Zoni, watenge muda kwa ajili ya Bwana. Jina lako mara nyingine? Naitwa Emmanuel Michael Mkali. Asante sana Emmanuel. Amina, asante. Barikiwa sana. Naam, ni Emmanuel Michael Mkali na niko hapa, nimekutana hapa na mtumishi wa Mungu hapa. Nitazungumza na meneja wa Efata TV. Nimemwona yeye na familia yake wamekuja hapa, nipate muda wa kuzungumza. Nimeona meneja wa Efata TV hapa yuko na familia yake, nizungumze na familia. Sijajua iko wapi. Ya sawa. Wacha tuzungumze naye hapa. Sawa, nazungumza na kichwa hapa tukielekea tarehe 26 pia. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina, za uzima maendeleo. Namshukuru Mungu. Habari yako wewe? Habari yangu ni njema. Kuja siku ya Jumanne kwenye Zoni, umepoteza nini? Sijapoteza, nimegain. Nimegain sana. Kwa upande wa watenda kazi, watu wanafanya kazi serikalini siku kama leo, na wewe una majukumu mengi, unahakikisha TV na kila kitu kinakwenda sawa sawa, vipindi vya live, vipindi vya kawaida vinaenda sawa sawa, lakini bado umeacha kila kitu, umekuja hapa. Unaweza kutuambia kwa nini? Kwanza ni wajibu. Yaani ni wajibu wangu kuhudhuria ibada ya Zoni kama mshirika. Kabla sijawa mfanyakazi, kabla sijawa muumini wa kanisa kubwa pale tukiwa wengi, mimi ni muumini wa nyumbani hapa, na ni utaratibu wa kanisa umewekwa kwamba lazima tuwe na ushirika wa nyumba kwa nyumba, na kama ukizingatia kwamba tukiwa wenyewe nyumbani, majirani zetu tukiwa tunashiriki pamoja, basi tunafanya hata mtaa wetu tunavyoishi kunakuwa na amani, tunaweka hali ya hewa inakuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo hakuna ugumu wote ikiwa unaelewa na ikiwa unajua umuhimu wa kuwa na ushirika na wale unaoishi nao jirani kabla hujakutana na wale ambao unakutana nao kanisani. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni jambo zuri, na kila mfanyakazi ukiweka ratiba vizuri tu, ratiba yako ukipangilia vizuri, unajua siku ya Jumanne mara moja kwa wiki tu kwamba unatakiwa uhudhurie, uwe na ushirika na wengine. Na lengo la hii ibada sio tu kwamba tusali tu, lakini kuna mambo tunazungumza ya ushirika, ya kifamilia, umeona. Kwa hiyo ni advantage kubwa kwa kweli kwa kanisa, na ndo msingi wa kanisa ulipo. Sawa. Huu ni wito kwetu wanaefuata kwamba Jumanne ni lazima tuwepo mahali kama hapa. Labda nini umuhimu wa kuitikia wito unapoitwa katika nyumba ya Bwana? Kuitwa kwanza, ukiitwa ni bahati. Kuna watu hawajawahi kuitwa, na somo la leo amesema kwamba kuna watu wanatamani kuokoka, wanatamani kuitwa, lakini hawajaitwa. Sasa sisi kama tumeitwa, ni jambo kwanza la kushukuru. Kwanza tunafanya sio kwa sababu tu tuna muda, tunafanya kwa sababu tunaheshimu ule wito, na ukiheshimu wito basi unaweza ukapewa zaidi kwa sababu mara nyingi hata Mungu mwenyewe hafungui kwanza anakuita, alafu kisha itika ndo anasema. Wewe mtu hawezi kuita hapo anasema. Kwa hiyo kuitikia wito ni jambo la muhimu sana. Hata Waswahili wanasema usikatae wito, kataa neno. Usikatae wito? Kataa neno. Neno huku ulikubali. Sawa. Nimefurahi kwamba umefafanusha kuelekea kwa ajili ya wito huu leo, na nafahamu kuna wito mwingine siku tarehe 26. Umeisikia kwanza hiyo? Hiyo ninaifahamu vizuri. Ungezungumzaje? Ule wito ni wito wa kipekee kwa sababu kama alivyotuita baba yetu. Kwanza tumeitwa na baba. Unajua ukiitwa na baba usiweke ratiba nyingine. Huwezi jua ndo dakika yako ya mwisho ya kubarikiwa. Hiyo ni namba moja. Lakini pia unaitika kwa sababu umemheshimu. Heshima inaonekana pale ambapo una mambo mengi ya kufanya ila umeamua kuyaacha na umeamua kuja kuitikia. Hapo ndipo heshima ilipo. Heshima sio kusema kwamba mimi sina muda, labda nitakuja baadaye, au sina cha kufanya nimeamua nije. Hiyo sio heshima. Heshima ni una mambo mengi ya kufanya lakini unayaacha, unaamua kufuata. Kwa hiyo kwa wito huu baba yetu ametuita, tunatakiwa kwanza tuitike. Lakini neno alilosema wakati anazungumza na sisi wanaume, alisema anataka atupe mbinu. Nani asiyetaka mbinu maendaenda?
Nani asiyetaka hela? Nani asiyetaka kubarikiwa? Na mwanaume ukisimama kwenye nafasi yako, ukawa na hela, ukawa na uwezo, ukawa na neno la Baba, yawezekana ndo urithi wako ulipo hapo. Kwa hiyo ni jambo ambalo mimi nalichukulia kipekee, na ni wito wangu kwa watu wengi ambao wa baba wa Efata. Huu ni muda wetu, tumeitwa na baba yetu, na ikiwezekana uje na chakula kwa sababu baraka pia inaambatana na chakula. Unapokuja nyumbani umeitwa, unakuja na namna ambavyo unatakiwa mbariki hata baba ili naye achilie baraka zile. Usije ukawa kama Esau ukachelewa. Mimi nimefurahi kusikia umezungumza vizuri kuhusiana na wito wa siku ya Jumapili 26, lakini kuna wanazoni wa Efata TV leo wamebahatika kumuona kiongozi wa Efata TV. Labda kwa kuzungumza na watu kutoka mataifa mbalimbali, wale wanazoni wa huko na huko, neno lako la mwisho ni lipi la kuwasisitiza au kuwajenga katika hili ambalo linaendelea kunyumba kwetu huko kunyumba? Neno langu la kwanza naweza nikazungumzia kwamba teknolojia inabadilika, maisha yanabadilika. Nitatumia mfano wa vita. Zamani watu walikuwa wanapigana vita kwa kuchomana mikuki, kuonana. Lakini sasa hivi mtu anakaa kwake analipua upande wa pili. Sasa na sisi teknolojia tunaitumia kwa ajili ya faida. Unaweza ukawa uko mbali, hauna ule ukaribu na watu, lakini kupitia teknolojia inakuconnect. Na hata Mungu tunamwamini, hatumuoni ila tunamwamini. Lakini hii unaiona, unaona kinachofanyika, unaweza kujiungamanisha na kwa imani ukafanya. Kwa hiyo Efata TV maana yake ni tunauleta ulimwengu kwa nani? Sasa na wewe unaweza ukatumia advantage kufanya hata kazi ya Mungu. Usitoe excuse kwamba niko mbali. Hapana, Mungu ametupa maarifa, amempa mwanadamu hekima ya kutengeneza vitu kama hivi kwa faida. Na shetani naye anavitumia kwa faida yake. Sisi tukivitumia kwa faida yetu, vitazidi kuwa baraka kwenye maisha yetu. Kwa hiyo mtazamaji wa Efata TV ambaye unatuangalia wakati wote wa kunyumba, mimi nizidi kukutia moyo, lakini waalike na wengine. Fanya kazi ya Mungu ya kuwaleta watu kwa Yesu. Amesema enendeni ulimwenguni mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi. Kwa hiyo wajulishe na wengine. The more una connect watu ndio more unavuna. Unaweza kumpa mtu linki, kumbe ndio umeshaokoa roho yake. Unaweza kumpa mtu linki, kumbe ndio alikuwa anataka kujiua, tayari anapona. Alikuwa anataka kufanya maamuzi yasiyo sahihi, tayari. Hahitaji uende nyumba kwa nyumba tena. Unahitaji tu kusupply link. Kitu kidogo tu, bando tu, ili ufanye kazi ya Mungu na Mungu akuhesabie kwamba umeokoa maisha ya mtu kupitia teknolojia. Mimi nikushukuru sana. Asante sana Maendeleo. Amina bariki. Kazi yenu ni njema. Tunamtukuza Mungu. Tuonane ofisini. Amina. Ni meneja wa Efata TV Mr. Fulgence Faustin, mchungaji huyu, na hapa niko na Konda King'ang'a. Ulimisi sana lakini tayari nimekuletea live. Konda King'ang'a, umeshuhudia yaliyotokea hapa. Nini ambacho ungeweza kuweka remarks zako za mwisho? Okay, kwanza ni sehemu ambako tumekutana na umati mkubwa wa watu. Lakini kama jinsi ambavyo jina lao ni upendo, ni watu ambao wana upendo, lakini sio upendo tu, ni watu ambao ni wakarimu, tumepokelewa vizuri, lakini pia tumekula na kunywa kimwili pamoja na kiroho. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nimefurahi sana. Sawa sawa. Naomba uwakumbushe tu wanazoni wako, wakumbushe namna ya kujifungamanisha makapu ya sadaka. Okay. Lakini baada ya hapo tutafunga hapa. Okay. Mimi nikukumbushe tu wewe mwanazoni wa Efata TV, basi endelea kujifungamanisha na makapu ya sadaka, ukiendelea kuweka sadaka zako hapo kupitia makapu yetu mazuri kabisa. Kapu letu la kwanza ni nambari ya simu ya Airtel Money 0689916846, lakini kapu letu la pili ni Mix by Yas 89730112, na hiyo ni lipa namba. Lakini bila kusahau, kama umeshiriki zoni na upo kwenye grupu, basi jitahidi utume taarifa zako ukisema kwamba umeshiriki kwenye zoni, ili wakati wa kuandika ripoti iwe rahisi. Kwa wewe ambaye unatamani kuungwa kwenye grupu la wanazoni wa Efata TV, basi hakikisha unatuma meseji yako kupitia WhatsApp namba 0689916846. Wewe ambao unatamani kuungwa, unatamani kuunganishwa. Na tunamaliza hivyo, usinione mimi ni mfupi, amevaa high heels hapa chini. Jamani, tukutane tena siku ya kesho kwenye studio za Efata TV. Tunatokea hapa kwenye eneo la Tegeta. Hapa Nyaishozi, eneo la upendo. Mungu awabariki sana, tukutane tena kesho. Mahali ni pazuri ndugu wanapo
wakipatana wema na wakipendana, tukutane kunyumba, tutangaze neno kunyumba, mafundisho, maombi pamoja na wakipendana. Kunyumba